Kwa majina naitwa Bwana Ahmed Kombo, mimi ni mwanaharakati huru. Siku hii ya leo nimekuja tena mbele yenu nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, maana tuna muda mrefu sana hatujaonana katika hii channel yetu. Kidogo katikati hapa mambo kidogo yalikuwa busy kidogo, mambo kidogo kulikuwa na changamoto na kidogo nilipitia kwenye mtihani hapa na pale. Siku ya leo nimerudi tena kwenu kwa ajili ya kuweza kuelezana, tukawa tumebaki na siku chache sana kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 ambao tunakwenda kupiga kura kumpigia rais, kumpigia mbunge pamoja na diwani. Hii ni fursa kubwa na ni bahati kubwa tulionayo wa Tanzania. Mpaka hii leo tuna wakati na tuna fursa kubwa ya kuendelea kumchagua kiongozi ni mtaka. Mataifa mengi ambayo tunayoona yameendelea, bado mengine yanaongozwa kwa mifumo ambayo si rafiki. Licha mataifa yetu sisi ndiyo mataifa yanayoongoza kwa demokrasia, hususan Tanzania ndio watu ambao tunaongoza demokrasia kutokana na kiongozi tuliye naye ni mtaalamu na ni mpenzi wa demokrasia, ambapo tunaona na vyama ambavyo vimeshaingia kwenye uchaguzi baada ya chama kimoja kukataa nchi yetu, na chama ambacho kimeshika serikali hakikuona kuna haja ya kuahirisha uchaguzi, kiona bora kiendelee moja kwa moja ili mradi kutimiza haja ya kila Mtanzania, kwa sababu si kila mwanachama yuko Chadema, si kila Mtanzania sema yuko Chadema, hapana. 99.9% si wana Chadema bali ni watu wa vyama vingine, na sisi mkiwa umeshika nafasi kubwa kabisa. Ndugu zangu, nikiwa naongea kwa furaha na bashasha kwamba ninauona ushindi na Watanzania wenzetu tukampe tiki mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kuna minong'ono ya baadhi ya watu, lakini hao watu hao hawajawahi kuzungumza mdomoni, bali ni mitandao tu ndio inayozungumza. Ili kuweza kuliamini hili kwamba nchi yetu ni nchi salama, tumeweza kulisikia jeshi la wananchi, pia tumeweza kumsikia kamanda wa kanda maalumu ambaye ndugu yangu Jumanne Murilo, ushanifahamu. Tumeweza kusikia hata kipindi cha nyuma msemaji wa jeshi la polisi. Yani tuwe na amani, yani tena tukapige kura kwa amani, tukamchague kiongozi tunayemtaka kwa amani, tena kwa utulivu. Tunaona kabisa, yani binafsi mimi naona kabisa kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kushinda kwa kishindo, kwa sababu ameyafanya mengi ambayo mimi na wewe leo tukisema tuyaelezee hatuwezi kuyamaliza. Tunapozungumza hatuwezi kuyamaliza. Kwa hiyo tusisikilize hawa ambao waliokosa hoja, ambao wanasema maandamano. Kwa sababu lengo la maandamano, nani anafanya maandamano? Kwa shida gani maandamano? Ushanifahamu? Kwa sababu hata Chadema wenyewe hawajasema maandamano. Mimi nashangaa, au Chadema wenyewe hawajasema wakasema wako na maandamano. Ni baadhi tu ya wahuni wanaharakati uchwara ambao hawako nchini ndio wanahamasisha maandamano. Wao wanahamasisha maandamano kwa lengo gani? Wamekosa. Unajua changamoto kubwa inayowakuta watu wengi waliokuwa nje, ambao ni wanaharakati waliokuwa nje, changamoto kubwa ni tamaa ya maisha. Wakiangalia taifa lao ni tofauti na taifa ambalo waliokuepo. Tukiangalia uhuru wa Marekani na uwezo wa Marekani ni tofauti kabisa na uwezo wa Tanzania. Ushanifahamu? Lakini Tanzania tunapiga hatua kubwa. Tukichukua miaka tuliyopata sisi uhuru, tukalinganisha na miaka aliyopata uhuru mataifa mengine ambayo ni makubwa, wengi ambao waliokuwa huko wanahamasisha maandamano baada ya kuona migorofa ya kule, baada ya kuona vitu vikubwa vya kule, wao wanafananisha kule na huku. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Sisi ambao tuko Tanzania tunaona Tanzania inakuwa kwa kasi. Mmoja hapo mimi naiona Tanzania inakuwa kwa kasi. Tukiangalia Kariakoo mwaka 2010, wengine tulikuwa tunamaliza kidato cha 4. Ushanifahamu? Tukiangalia Kariakoo mwaka 2010, tunaona matokeo makubwa kabisa ya sasa ile kuwepo. Na kila kona unayopita Kariakoo inajengwa. Niwaambie tu kweli, sio Kariakoo tu, nchi nzima watu wanajenga kupita maendeleo. Hivi leo hii ni Mtanzania gani ambaye atakayekubali eti akasimame andamani? Mange Kimambi kinachomchanganya ni wivu tu. Kwa nini Watanzania wafanikiwe? Unajua baadhi ya watu ambao wameenda kwenye mataifa ya nje wanaamini wao ndo wana maisha bora kuliko Watanzania. Niwaambie tu ndugu zangu wa Tanzania, sisi Watanzania tuliokuepo ndani ya Tanzania tuna maisha bora kuliko wenzetu, baadhi yao waliotoka kwenye taifa hili wakaenda huko kama kina Mange Kimambi. Wao hawana maisha bora kama tulivyokuwa na sisi maisha bora, kwa sababu kuwa na maisha bora ni kuwa huru. Tunapozungumza kuwa huru, ambapo unaweza kaamua leo kama kwenye nyumba ibada utaenda, leo utaenda kufanya hiki, leo utaenda hapa, leo utaenda hapa. Baadhi ya nchi ambazo nchi ambayo alikuwepo Mange Kimambi na baadhi ya wanaharakati uchwara hawana uhuru wa kufanya kila kitu, ambapo Tanzania una uhuru wa kufanya kila kitu. Kwa kinachowaumiza
ni kwamba ni ule wivu tu na chuki yao tu, kwa nini Tanzania inafanikiwa. Ndugu yangu mmoja alishawahi kuzungumzaga kwamba tatizo kubwa, kuna mtu mmoja yeye inasadikika ama inasemekana ni anahusishwa na ushoga. Jina lake nitamhifadhi kidogo, ila ni kiongozi wa nje, ni kiongozi mmoja ya bunge huko nje. Ushanifahamu? Sitaki kumthibitisha ni nani, ila wengi wenu mnamjua. Huyu ndiye anayebeba kundi la Mange Kimambi, huyu ndiye aliyekuwa anabeba kundi linalosemekana la baadhi ya mwanachama kiongozi wa chama kimoja cha upinzani. Ushanifahamu? Najaribu kufumbafumba kidogo kwa sababu sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi, hatutaki vurugu na mtu. Tunataka amani kama taifa letu lilivyokuwa amani. Kwa hiyo huyu mtu anajaribu anasema kwamba anajaribu kuwagusa watu mbalimbali ili mradi tu Tanzania ionekane ina sura fulani. Watanzania tujivunie sana. Hakuna mtu yeyote atakayejaribu kuvuruga amani ya Tanzania. Mimi nawaambia ukweli. Hakuna binadamu yoyote atakayevuruga amani ya Tanzania. Hakuna wala kikaragosi chochote kitakachovuruga amani ya Tanzania. Tanzania ni nchi salama, Tanzania ni mahala salama, tuna wawekezaji tulieni, kueni na amani. This country ni country yenye usalama wa hali ya juu. Kwa hiyo msije mkavurugwa na vinyamkera ambavyo vimeshashindwa kuwanga, vinaangalia sasa vinaiwangia Tanzania katika njia gani. Kwa sababu Mange Kimambi ni sawa na kinyankera tu. Kwa sababu wanasema kwamba mtu asiyependa maendeleo ya taifa lake, huyu sawa na mchawi tu, asiokuwa na mchawi tu huyo. Ushanifahamu? Kwa mimi nizungumze tu kwamba Watanzania tufurahi kwamba tumempata kiongozi ambaye ana msimamo na aliapa kuilinda Tanzania, na ni kweli kwa kushirikiana na watu wake wote. Na maana tunapozungumza kiongozi huyu ni Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kushirikiana na viongozi wenzake wote, kushirikiana kwa kuwa yeye ni amiri jeshi Mungu kupitia majeshi yote, watalilinda Tanzania na waliapa watalilinda Tanzania. Tanzania ni nchi salama, Tanzania ni pahala salama. Tukapige kura kwa amani bila ya presha na wala bila ya wasiwasi. Tusitishike na watu waliovimbiwa na dona za watu. Tusitishike na watu ambao wanategemea misaada kuja kuwavuruga watu, kwa sababu tukiangalia ni watu ambao wenye asili ya tamaa. Taifa lao maisha ni mazuri, taifa lao ambao taifa letu ile maisha ni mazuri. Watu hatuna wasiwasi, tunakwenda kutafuta ugali, tunarudi. Ushanifahamu? Hawa kama kuna vijana kama kuna vijana yetu wana support labda na wao waingie kwenye michifuko, ndugu yangu utasagwa. Narudia tena, utakayejichanganya siku ya uchaguzi eti ukasema ukaandamana, ndugu yangu utasagwa, utavurugwa, utasahau ulikotoka. Mimi nakwambia ukweli, utasagwa na utavurugwa, kwa sababu utasahau ulikotoka, kwa sababu unakwenda kufanya uchochezi wa hali ya juu. Kwa hiyo niwaambie tu ukweli, tukapige kura kwa kifua mbele, bila ya kuwa na pressure, bila ya kuwa na wasiwasi. Tanzania, narudia tena, ni taifa salama sana, ni taifa imara sana. Hakuna kikaragosi, hakuna kinyamkera, hakuna mwenda wazimu atakayevuruga amani hili. Watanzania wote ni watu timamu wanaojitambua. Mashetani ndiyo wanaotuchochea tuvuruge. Mashetani wako nje wanaojiita wao ni wanaharakati, ndio maana afya zao mgogoro, muda wote wako bize na madawa. Kwa hiyo wanachanganyikiwa, wanavurugwa kwa kusingizia vyombo vya ulinzi eti viko hivi na hivi na hivi. Mange Kimambi, kama kuna mission ulipanga, ndugu yangu umefeli, na kuambia ukweli. Licha kipindi ulichonichafua nilikupiga mkwara, nikakwambia we mjinga usijitambua Mange Kimambi, usije ukaniposti tena, na bahati nzuri uliheshimu mawazo yangu ukaniambia sitakaa nikakuposti tena. Nashukuru. Na wewe danga, hili danga linalojiita Recho umeshaishiwa na hoja. Ushanifahamu? Sisi hatuhangaiki na watu wenye matusi, hatuhangaiki na watu wenda wazimu, tunahangaika na watu wenye akili timamu, kuona tunawasapoti vipi ili taifa liweze kwenda mbele, ambapo tunamsapoti rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia tunawasapoti wa Tanzania, pia tunavipongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Muko imara na tuna imani uchaguzi utapita bila ya presha ya aina yoyote. Na mimi niseme tu, wanaoleta chokochoko na wenye hisia za kutaka kuleta chokochoko wakung'utwe kweli kweli.
kwa usalama wa Watanzania wengi. Yaani wasagwe, wasagike ili kesho wasije wakarudia tena. Narudia kusema, wale wenye kiu ya kutaka taifa letu livurugike amani, narudia kusema, wakung'utwe kweli kweli watakapojitokeza tu kwamba wanataka kuandamana, wasagwe na wawekwe ndani, ikiwezekana wafungwe. Kwa lengo gani? Kwa sababu kumzuia mtu kwenda kupiga kura, kwenda kumchagua kiongozi ambaye anemtaka ni sawasawa ni kumnyima haki mwananchi. Kwa hiyo mimi niseme tu, watakaonusa pua zao eti tunakwenda kuandamana, kwa sababu inabidi muwe watu wenye mifano. Mwaka 2015 tukirudi katika mchakato wa kisiasa, ndio kipindi ambacho kulikuwa na msuguano wa hali ya juu, kwa sababu kuna baadhi ya vigogo waling'oka huku wakaja huku. Walikuwa na kitu cha wanaita operation ukuta. Huo ukuta ulifanyika tena, ulikuwa na hamasa zaidi ya huu, operation ukuta. Watu wakaingia, vyombo vya ulinzi vikaingia barabarani, vikaanza kufanya usafi, na maana kufanya usafi, vikafanya usafi, hakuna vurugu yote iliyojitokeza. Jeshi letu liko imara, tunalipongeza, na Watanzania tunajivunia kuwa na Daktari Samia Suluhu Hassan amiri jeshi mkuu, na tunajivunia kuwa na jeshi ambalo linajua haki ya wananchi, linajua majukumu yake. Jeshi letu halina tamaa, jeshi letu linaelewa nini linafanya. Ndio maana jukumu kubwa la jeshi letu ni kulinda amani ya taifa, kwa sababu wanasema mwanajeshi aliyekuwa mwanajeshi hawezi kuikimbilia vita hata siku moja. Ushanifahamu? Hawezi kuikimbilia vita. Sio lele mama jamani, vita ni mtihani, ni mtikisiko. Kwa hiyo hawa makahaba, kuanzia Sativa ni kahaba wa kiume, amekimbilia kwa yule shoga mwenzake, lengo akauze mwili wake. Sativa, nasema ukweli, wala siwezi kupinga. Mange Kimambi anafahamika, huyo Rachel Dangwa ndio usiseme kabisa, Rachel Danga ndio usiseme kabisa, anafahamika ni kahaba aliyetukuka. Kwa hiyo sisi hatuwezi kusikiliza watu wasioelewa nini wanataka. Ushanifahamu? Watanzania tuko imara, Watanzania tuko sambamba na serikali yetu, tunayoiunga mkono. Wana Chadema, wana ACT, wana Kafu, wana CCM, wote wanakwenda kupiga tiki. Mimi nakwambia ukweli, mimi kuna wana Chadema na wafahamu vizuri sana na wananijua. Wamenihakikishia kombo, kafikishe ujumbe ya kwamba wana Chadema ambao hawajaingia kwenye uchaguzi wanakwenda kumpa Daktari Samia Suluhu Hassan kura bila ya wasiwasi, wanakwenda kumpigia kura. Na hayo yote alithibitishwa, akatuambia utaona siku mbili zijazo utamuona kiongozi mkubwa sana ambaye alikuwa juu sana ndani ya Chadema akihamia ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ule ni ujumbe tosha kwamba wana Chadema wanakwenda kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ndani ya Chadema kulikuwa na makundi mawili. Kuna kundi Mbowe, kuna kundi Lissu. Kundi la Mbowe tumeliona limeweza kwenda kwa nani? Baadhi yao wameenda Chauma. Na kundi la Lissu wengine wanahangaika mahakamani, wengine hawahangaiki popote. Kwa hiyo kundi la Lissu ambao tunamuona Wenje alikuwa kati ya kundi la Lissu, leo tunamuona Wenje yuko ndani ya Chama cha Mapinduzi akimpigia kampeni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo inamaanisha wanachadema wote, na waambieni ukweli, wanakwenda kumpigia kura Daktari Samia Suluhu Hassan mitano tena. Wanachadema sasa hivi wanaimba nyimbo mitano tena. Juzi nilimsikiliza sitaki kuzungumzia kama nila nilimsikiliza Lissu anasema mama, anamuita Daktari Samia mama, ameamini sasa ni mama mchapakazi, ni rais mchapakazi. Kaeni mkijua kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama imara, Tanzania ni nchi imara. Niwaambieni tu ukweli, tuondoe wasiwasi, twendeni tukapige kura. Amani ipo bwerere, amani iko safi. Hakuna kikaragosi wala kinyamkera wala kahaba atakayesema uchaguzi usifanyike. Uchaguzi utafanyika na utafanyika kwa amani bila ya presha. Mtakuja kuamini maneno yangu na yaaminini maneno yangu. Sijawahi kuzungumza uongo wala upuzi hata siku moja. Wenje amehama na kundi, 98% ya wanachadema wamemkimbilia Wenje, na Oktoba wanakwenda kutiki kwa sababu wanahitaji Tanzania iliyo salama. Asanteni kwa kunisikiliza. Mchango wangu siku ya leo ulikuwa huo.